Yamkini tulikuwa tuifahamu dira ya ukweli, na yamkini usiku wa Fighter ukawa ulikuwa ni mbaya, lakini pia kwa watu ambao waliweza kufika Bowling Green, Kentucky kwa ajili ya tukio zima la uzinduzi la uzinduzi wa EP ya Fighter ambayo ilitarajiwa usiku wa jana kuweza kutokea na kuweza kufanya makubwa hata pale YouTube na kadhalika. Lakini mambo yameweza kwenda kuwa tofauti baada ya kutokea sitofahamu, na hizi ni taarifa baada ya uchunguzi wa kina tumeweza kufanya kupitia mashuhuda wengi waliokuwepo eneo la tukio. Na hii hapa ni taarifa ambayo ilionyesha kwamba wapo watu waliwasili kabisa, na watu kwa madai ya mashuhuda wengi wanadai kwamba watu waliweza kuwasili na wengi waliweza kufika, lakini wengine walikuwa hawajui wanaelekea wapi. Lakini pia hata msanii mwenyewe alikuwa hajui kwamba na yeye anaelekea wapi kufanya show yake. Hizo ni taarifa za awali ambazo zimeweza kwenda kutokea, lakini walitokeza watu mbalimbali kuendelea kumsakama na kumponda kufuatia kile ambacho kiliweza kwenda kutokea. Je, nani wa kulaumiwa kwenye tukio hili, ama ni nani anaweza kupewa lawama zote hizi mbili? Pande zote mbili bado zinavutana mpaka sasa hivi, ikiwemo management ya Fighter, lakini pia na Fighter mwenyewe ambaye mpaka sasa hajaweza kukaa na kutulia, maana tumejitahidi kumtafuta ili kuweza kupata exclusive interview kuhusiana na hili, lakini pia manager wake ambaye alidaiwa ni bosi ya Mboka aweze kutupa ushirikiano kuhusiana na hiki ambacho kilikuwepo. Lakini pia zipo list ambazo zimesambaa za watu ambao waliweza kuchangia pesa zao kwa ajili ya tukio hilo la Fighter. Kwa hiyo sasa wapo wengi ambao wameweza kujitokeza kumkashfu, akiwemo Brazanelli, lakini pia na wapo ambao wameweza kujitokeza wasanii wengine kumtia moyo kulingana na hicho ambacho kiliweza kwenda kutokea. Madai yanadaiwa kutoka kwa Chidboy, anadai kwamba maandalizi yalikuwa hayajakaa sawa, yani kamati ya maandalizi ilikuwa haijakaa sambamba ili kuweza kuweka mambo sawa kwenye mstari kamili kwa watu. Lakini pia wengine wanadai kwamba address ya ukumbi ilikuwa bado haijatoka, hivyo basi ilibidi shughuli ikafanyike kwao na Kaka Jambazi, ama kwenye apartment ya Kaka Jambazi, ambako baada ya hapo polisi waliweza kufika na kuzuia shughuli nzima. Lakini pia bado shuhuda nyingi zipo na sitoweza kuwasilishia zote, lakini msikilize alichokisema Chidboy, alafu usikilize alichokisema Nelly Wangu, alafu pia tutajitahidi sana kuweza kuwapata watu hawa wawili ili waweze kutupa ukweli wa tukio na eneo halisi lilivyokuwepo, na mashuhuda wengi waliweza kushuhudia tukio hili ambalo liliweza kwenda kuonesha aibu ya msanii, lakini pia na aibu kwa timu nzima ambayo ilikuwa inahusika na kuorganize kila kitu cha msanii. So, swali la msingi ni kwamba, je, kosa lipo kwa nani? Je, ni kwa Fighter ama kosa lipo kwa management ya Fighter ambayo ilikuwa imemsimamia? Maana picha za awali tuliweza kufuadiwa picha nyingi zikionyesha ukumbi, na kuna video ambayo imesambaa pia ikionyesha ukumbi na Fighter akiwa ana perform, lakini pia wengine wanadai kwamba hakukuwa na taarifa ya ukweli. So, sisi kama Luvo Vibe TV kwanza tutangulize pole kwa msanii Fighter kwa kufeli tukio lake hili, lakini pia ni mojawapo ya njia ya kuweza kujifunza kuhusiana na matukio na maandalizi zima ya matukio. Na wapo ambao walijaribu kumlinganisha na Gaspar, lakini pia wapo ambao walijaribu kumlinganisha na Pamela, na wengi wameweza kwenda kujitokeza, lakini pia hata Rechopia pia wameendelea kuonekana kwenye comment section kuweza kumtia moyo Fighter kulingana na hichi ambacho ameweza kwenda kukipitia. Mimi ni Mr. 911. Salia hapa pale Luvo Vibe TV kwa ajili ya taarifa zingine. Msanii wa mape, numena na makia matatizo ma. Ono petit Fighter au mwana be tu etima kimata call. Yaani mpaka sasa tena zino, yeye mwenyewe ajui ukumbi uko wapi. Yeye mwenyewe ajui sherehe ni nini. Yaani kama huwezi kufanya sherehe, acha, sio kwa sababu Gaspar kaandaa sherehe na mimi naandaa sherehe. Sio kwa sababu Pamela kaandaa sherehe na mimi nitaandaa sherehe. Huwezi kujinanisha na Pamela. Yule Pamela yule ana vitu ambayo, ana biashara ambayo hatumii nguvu sana. Hawezi vikaomba.
watu wanalipia ukumbi, watu wanalipia vinywaji. Sasa wewe umeona kina Binjati anafanya sherehe na mimi fete nitafanya sherehe. Mia una. Kudadeki. Ifika. What up my people? What up? This is your boy Chidi. Bwana ndugu zangu, mimi nimekuja tu mbele zenu kuongea kidogo tu kuhusiana na hii issue ambayo ilitokea jana. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao tumekuja kumsupport mdogo wangu. Na vitu ambavyo vilitokea jana kweli kama msanii, kama kaka yake na mdogo wangu vimeniuma sana, kwa sababu hii issue inaweza kusababisha hata next time hata na mimi nikiwa na jambo langu watu wakafanyaje wakashindwa kuitikia kwa wito hivyo like that, kwa sababu watakuwa nafikiri labda na mimi nitafanya kitu kama Nike. Ila tu kiufupi ni kwamba ile tutokea jana fighter have nothing to do with it. Waliofanya whatever bullshit that they did walikuwa ni watu ambao walikuwa wana organize issue, ndio watu ambao walifanyaje, ndio watu ambao walizingua mpaka sasa hivi.